Mtazamaji wa TBC1 tunakukaribisha kwa moyo mkunjufu katika kipindi cha Wape Nafasi. Leo kipindi kimesafiri kilomita na kilomita na kilomita kutoka Dar es Salaam mpaka mkoani Mara katika wilaya ya Rorya, eneo linaitwa Shirati. Hapa Shirati tuko na wenyeji wetu ambao tumekuja kuwatembelea hapa, lakini kuangalia kazi wanazozifanya kuhusiana na ulemavu. Ni hospitali inayomilikiwa na kanisa la Mennonite. Wengi mnalifahamu. Kanisa hili limekuwa na kipaumbele sana katika kazi za jamii, licha ya kuwa hazitangazwi, lakini tutakanazo kimya mpaka lini? Leo tumekuja hapa kwa ajili ya kutangaza taasisi hii inayofanya kazi nzuri kabisa ya kutoa huduma kwa makundi ya watu wenye ulemavu. Jina langu ni Tuma Dandi. Mwamini Andrea ni mwongozaji wa kipindi hiki. Nyuma ya kamera yuko Abdulmalik Jabir. Na pamoja nami niko na mwenyeji wangu, huyu ni mchungaji Agutu Juma Obala, katibu wa afya Shirati KMT Hospital. Mchungaji, karibu sana katika kipindi chetu. Tumewafuata leo umbali mrefu. Karibu sana. Habari za Shirati? Shirati ni njema kama mnavyoona. Ndio. Wilaya ya kazi Rorya. Wilaya ya kazi. Kanda maalum kwa umuhimu wake. Hakika. Ninapokuja Shirati kama mimi ni mgeni, kitu gani nikitarajie kutoka kwa watu, mila na tamaduni kidogo? Watu wa Shirati ni watu wa aina gani? Unapokuja Shirati kwa maana ya kitovu cha wilaya ya Rorya, tegemea kukutana na watu ambao wameweka sehemu kubwa ya maisha yao kwenye kazi ili wapate kuishi. Hili ni jambo. Hii ni wilaya ya kazi na watu wake ni watu wa kazi. Na asili yake ni asili ya kazi. Kwa hiyo tegemea sana kukutana na watu wanaofanya kazi kwa bidii, kwa kutumia fursa zozote walizonazo, rasilimali walizonazo, kuhakikisha kwamba wanaishi. Na hii inatokana na kichocheo kutoka nchi jirani, kwamba upande wa pili kuna nguvu kubwa inayotusukuma kushindana nao, hata kama kiuchumi tunaweza tukawa tofauti. Mtazamaji, tulikuwa tunapata kidogo kile kilichoko ndani ya wilaya hii ya Rorya katika kanda maalum mkoa wa Mara. Tunahama huko sasa, tunakuja kwenye mzizi uliotuleta mahala hapa, kushughulika na hospitali ya KMT inayomilikiwa na kanisa la Mennonite Tanzania. Wanafanya kazi mbalimbali zinazohusu ulemavu, tiba, utengamao na mambo mengine yanayogusa kupunguza ukubwa wa ulemavu na kufanya walau kuwa himilivu. Mchungaji, naam baba. Hapa sasa tumefika kwenye chanzo chenyewe kilichotuleta hapa. Na kwa nini iliamua kuingia huku kwenye ulemavu tofauti na hospitali zingine tunazoziona? Shirati KMT ni hospitali teule ya halmashauri ya wilaya ya Rorya tangu mwaka 2010. Kimsingi serikali katika nia yake njema ya kufanya kazi na taasisi binafsi na taasisi za kidini chini ya ile dhana ya PPP, kwa maana ya Public Private Partnership, katika utoaji wa huduma kwa wananchi wahitaji, iliweza kutufikia na tukapata vibali na tukaingia mkataba na serikali katika kuendesha hii hospitali, kutoa huduma za afya kwenye wilaya hii kama hospitali teule ya wilaya mpaka sasa. Lakini huko nyuma pia tumeshirikiana na serikali kama voluntary agency. Tulikuwa tunafanya kazi kama taasisi inayojitolea kusaidia juhudi za serikali kutoa huduma za afya, elimu na vitu vingine. Kanisa la Mennonite Tanzania ni miongoni mwa makanisa ya kiinjili ambayo kwa lugha nyingine wanaitwa Protestanti. Wao waliingia hapa Tanzania, wa mishonari wa kwanza kutoka Marekani tarehe 17 Januari mwaka 1934. Walipofika Dar es Salaam walielekezwa na serikali ya kikoloni kuja Mara, na hawakujua wanakwenda wapi. Kwa hiyo wakaenda Musoma, wakaripoti wakati huo kwenye utawala uliokuwepo, wakaelekezwa kwamba kulikuwa na chifu upande wa pili ambaye by then inafikirika kwamba alikuwa ni familia kwa Sarungi
Kwa hiyo akafika kwa chief, akawaelekeza kwamba tayari kuna kanisa lingine limeshaingia pale, ashuke kwa chifu aliyekuwa chini huko, anaitwa Chief Nyatega wa jamii ya Wakakiseru. Kwa hiyo akaja akaripoti huyo mzungu, akaonyeshwa aje kwenye mlima unaoitwa Got Ogengo, maana ya mlima uliokinga upande wa pili kwa lugha ya Kijaluo. Kwa hiyo wakakaa hapa, wakaanza. Historia ya hospitali inaanzia wapi? Hao wazungu walivyokuja, unajua kwamba wazungu walikuwa wanabeba huduma za jamii kama injili ya mkono wa pili. Kwa hiyo walikuja na idea za elimu, idea za afya na ukuzaji wa jamii katika nyanja mbalimbali. Sasa wakiwa katika kufanya shughuli zao za mwanzo, kutengeneza mission center, kujenga nyumba za kuishi na vitu vingine, watu waliokuja kutafuta vibarua kuwasaidia walipata kuumia, kuchomwa misumari, kupata nini na kuugua kama watumishi wao wale. Sasa kwa kuwa wazungu walibeba kitu kinachoitwa first aid kit, walibeba box lenye huduma ya kwanza, wakawa wanawapa hawa. Sasa mtu akipewa kitu kwa wakati huo, aspirin na vitu vingine, akirudi nyumbani anasimulia. Alivyosimulia, ndugu zake ambao walikuwa sio sehemu ya misheni hii na wao wanakuja. Kwa hiyo ikatokea kwamba watu wanahama kutoka maeneo ya pembezoni kuja maeneo ya mji huu kupata hizo huduma za kijamii na kumuona mzungu. Kwa hiyo huu mji ukaitwa Kabwana. Kwa hiyo hata ukiangalia kwenye settings za serikali, mji huu unaitwa Kabwana. Tafsiri yake ni kwa mzungu. Kwa hiyo mji wa Shirati sio huu. Mji wa Shirati ni kule bandarini zilipokuwa zinafika meli enzi hizo. Kwa hiyo huu mji ni Kabwana, kwa mzungu, sehemu ambayo ni makazi ya mzungu. Sasa ilipoonekana mahitaji ya huduma za afya zinaonekana, hawa waliwasiliana na wenzao huko kwamba tunaona hitaji la huduma ya afya linakuwa kubwa kwa watu wanaotusaidia, lakini na kwa jamii. Ndipo wazo la hospitali lilipozaliwa. Kwa hiyo mwanzoni walianza kama huduma ya kwanza kwa wenye mahitaji. Hii inafikirika ni kama 1934 mpaka 40 na kitu. Walipoanza kufungua hizi shule za middle school na shule za msingi, walikuwa nazo 52. Unaona? Ndipo walivyokuwa na wazo na sasa kupanua hii huduma iliyokuwa hapa ya afya ambayo ni ndogo iwe kubwa, ikaanza kuoperate kama dispensary na kituo cha afya. Na wakati huo dunia ilikuwa imeanza kuingia kwenye tatizo kubwa la ukoma. Kwa hiyo wazungu walipokuwa hapa waliruhusu wakoma kwa kuwa walikuwa wanakataliwa na ndugu zao. Ukoma ulikuwa ni laana kwa jamii zetu za Kiafrika. Mtu mwenye ukoma tunasimuliwa kwamba alikuwa anafukuzwa, anakaa nje, na hata tusome historia ya Biblia walikuwa nakaa nje ya kambi, hawachangamani na watu, ugusi anachotumia na vitu vingine, hakukuwepo na elimu ya kutosha juu ya ukoma. Kwa hiyo unyanyapaa ulikuwa ni mkubwa. Kwa sababu hiyo hawa wazungu waliruhusu wakoma waje na wakaanzisha kambi kilomita 3 kutoka hapa, iko huko chini, tutawapeleka mkaone. Na hiyo kambi baadaye iligeuka kuwa ndio Shirati Secondary ambayo ndio high school mpaka leo baada ya wakoma kupungua. Kwa hiyo wakakaa huko wakihudumiwa. Tunataarifiwa kwamba waliweza kukusanywa wakoma kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania, watu 2000 waliokuwa kwenye eneo hili. Mwaka 65 Mission Board ya Eastern Mennonite Mission Board ya Marekani, Lancaster, ilimtuma daktari anaitwa Glenn Brubaker kuja kuwa daktari mkuu wa hospitali hii, kuangalia hiyo kambi ya ukoma, lakini kuona uwezekano wa kupanua hiyo hospitali iende katika mawanda mapana ya maeneo yake ili iweze kuwa hospitali kamili. Kwa hiyo alifika hapa mwaka 65 na akaanza kazi ya kujenga hospitali, kutengeneza ramani, kuanza ujenzi. Kwa hiyo ujenzi uliendelea mpaka mwaka 72 na hospitali ikaanza, lakini huduma kubwa ilibaki pia ya wakoma na utafiti juu ya malaria. Kulikuwa na tatizo la malaria kwenye maeneo yetu kama mnavyokumbuka. Sisi kila Jumamosi tulikuwa tunaenda kwa Jumamosi ya mwisho wa mwezi tunaenda kwa balozi na maji ya kunywa, tunaenda kumeza dawa za kinga ya malaria. Sijui kama mliiona nyinyi. Tumetoka mbali sana. Watu wametoka mbali. Unaenda na maji kwa sababu balozi hakuwa na maji ya kutosha watoto wote kijijini. Kwa hiyo kila mtoto anakuja na kikombe chake cha maji. Unapewa dawa yako. Unapewa dawa unameza. Na sisi tulipata bahati ya sio hivyo, tulipewa na dawa za kichocho. Bure kabisa. Unakwenda kwa balozi, unapewa dawa, unameza, unarudi nyumbani. Mtazamaji, kama ndio kwanza unafungua televisheni yako, kipindi hewani ni Wape Nafasi. Leo hii kinatoka katika wilaya ya Rorya,
mkoani Mara katika eneo la Shirati. Tumetembelea hospitali inayomilikiwa na kanisa la Mennonite hapa Shirati, ambayo hospitali hii imekuwa mahiri katika tiba za ulemavu. Awali ulisikiliza katibu wa afya akizungumza kuhusiana na ule upepo wa ukoma. Ni miongoni mwa vitu ambavyo yamkini vimechagiza kuwepo kwa huduma za utengamao kwa watu wenye ulemavu mahala hapa. Atuambie vizuri ili kuwaje. Mpaka mwaka 1965 wakati Daktari Glenn Brubaker anatumwa na bodi ya umisioni ya kanisa la Mennonite wakati huo Lancaster, Marekani, anakuja Tanzania kwenye hospitali hii, kulikuwa na idadi ya wagonjwa wa ukoma wasiopungua 2000 waliotoka maeneo mbalimbali kwenye nchi ya Tanzania, na walikuja eneo la Mission kama sehemu salama ya makimbilio kutokana na hali ya unyanyapaa uliokuwepo kwenye jamii zetu enzi hizo, kutokana na uelewa mdogo juu ya ukoma na namna ya kuishi na ndugu zetu waliopata hili tatizo. Kama walikuwa 2000, maana yake hawa watu nao waliendelea kuwa na mahusiano na walizaana na watoto wao. Mimi ni miongoni mwa mfano wa hao watu ninaowasema. Nimeoa kwenye familia ya hao wakoma. Maana yake walizaa watoto, walikuwa na wake zao, na mimi ni mkwerima wao. Nimeoa kwenye kambi ya wakoma, mtoto wa watoto wa wakoma, ambayo ilikuwa pia ngumu, ndugu yangu. Nilikuwa na roho ngumu sana kuwa na mchumba. Naona ugumu. Anatokana na wakoma. Kuna jamii, maana jamii ilielewa ukoma ni laana. Baadaye ukoma ulidhibitiwa. Shirati ina ushuhuda mzuri sana. Waliowahi kupata dawa mapema walimeza dawa na walirudi kwenye hali zao za kawaida na kupata tatizo. Na kuna wengine tuliweza kuwarudisha wakaishi na ndugu zao na jamaa zao, tukitengeneza mradi mdogo unaoitwa Maisha Mazuri, kwamba kama ndugu zako wanakubali kukupokea tena ukaanze maisha na wao, tunakujengea nyumba huko kwenye jamii ili ukaishi. Namba 2, kwenye Maisha Mazuri, mradi wetu huo ulilenga kuwasomesha watoto wanaotokana na familia ya wakoma ili na wao wasome waje wawe watu. Na sasa hivi ni watu wasomi wapo, wengine wamemaliza masters wapo, na familia ambazo ukionyeshwa utaamini. Sasa wale waliobaki ambao hatuwezi kuwarudisha makwao kwa sababu ya kiwango cha unyanyapaa, hatuwezi kuendelea kuwapeleka kwenye maeneo jirani ili wajitegemee, mission ilielekeza kwamba waendelee kubaki kambini. Kwa hiyo tulikuwa tunasapotiwa na shirika moja la Kiamerika linaitwa American Leprosy Control, SLCC. Baadaye wa Marekani walijiondoa. Tukawapata Wajerumani ambao wanaitwa Germany Leprosy Control Center, GLRA. Hapa Tanzania walikuwa pale Buguruni Malapa kwa muda mrefu. Nadhani sasa hivi ndio wanahama, lakini walikuwa Buguruni Malapa kwenye nyumba zile za CCT Dar es Salaam. Kwa hiyo hawa waliobaki wameendelea kubaki kambini, na tuna sasa wagonjwa wa aina mbili. Wale waliopona wako nje ya kambi lakini wana ulemavu wa ukoma. Ni walemavu tu kwa sababu mikono imekatika au miguu. Lakini wapo waliobaki kambini na wao ni walemavu lakini imeshindikana kuwarudisha makwao. Kuna mama tuliyemzika wiki 2 zilizopita hapa, alikuja hapa mwaka 54. Alikuwa kambini. Huyu mzungu alipokuja anasema alimkuta kambini akiwa msichana lakini mlemavu. Kwa hiyo tumemrudisha baada ya kufa wiki 2 zilizopita. Ndio wamekubali kupokea maiti. Sasa German Leprosy ofisi ya Tanzania na Shirati walifanya utafiti baada ya kuona sensa ya mwaka 2012. Kwa mkoa wa Mara, wilaya 2 zilionekana kuwa na kiwango kikubwa cha ulemavu. Mnaweza kufanya marejeo haya kwenye taarifa mbalimbali za nchi. Ilionekana wilaya ya Rorya ina kiwango kikubwa cha ulemavu na wilaya ya Msoma vijijini. Kwa hiyo tukaandika mradi unaolenga kuwaibua walemavu, kuwatambua walemavu na kuona namna ya kuwashirikisha katika maisha ya kawaida ya kijamii. Kwa hiyo tukachukua kata 2 za wilaya ya Rorya na kata 2 za wilaya ya Msoma vijijini. Walao tuchukue
tutafute walemavu waliopo. Huu mradi tuliuita mradi wa BMZ. BMZ ni neno la Kijerumani kwa maana ya wizara inayoshughulika na hayo na ustawi wa jamii ina neno hilo. Kwa hiyo tulishindwa kulitafsiri, lakini tafsiri sio sisi, maana yake ni hii: ni mradi unaolenga kuwaibua, kuwatambua na kuwashirikisha kwenye maisha ya kawaida ya jamii. Baada ya kuufanya huo mradi tangu mwaka 2018 mpaka 2020, tuliufanya mradi kwa miezi 39, ndipo tulipogundua kwamba kulikuwa na aina za ulemavu zisizopungua 10 katika zile 12 zinazotambuliwa na nchi. Na ni kweli kuna ulemavu uliotokana na ukoma, ni kweli kuna ulemavu usiotokana na ukoma, na kuna mambo mengi yanayohusu maisha. Baada ya mradi ule kuisha na kufungwa, tulitoa taarifa za matokeo ya mradi huu kwa wafadhili wetu wanaoitwa marafiki wa Shirati, wako Marekani. Wanaitwa Friends of Shirati. Friends of Shirati ni shirika lisilo la kiserikali lililoko Marekani, lililoundwa na wazungu waliowahi kufanya kazi Shirati hapa. Wengine wameoa hapa, wengine ndugu zao wameolewa hapa, wengine walifanya kazi hapa, na wengine enzi hizo wazazi wao walifia hapa, na kwa sababu ya miundombinu ya usafiri kuwa migumu kwenye meli kupeleka maiti Marekani kwa miezi mitatu ilishindikana, walizikwa hapa wazazi wao na ndugu zao. Kwa hiyo imekuwa kama ni pilgrim age, sehemu ya kwenda hija kwa hao wajukuu na ndugu zao. Baadaye nini kilitokea mpaka hospitali ya Shirati ikawa na nafasi iliyonayo hivi sasa katika kutoa huduma kwa watu wenye ulemavu? Taarifa ile ya ule mradi wa kuwaibua walemavu ilituonyesha kwamba kwenye hizo wilaya 4 tulipata zaidi ya walemavu 4,000. Zaidi ya 4,000. Tuna hizo takwimu kwenye hizo wilaya 2, kata 4 tu. Na katika hao wagonjwa, katika hao walemavu tuliowapata, tuligundua kulikuwa na kundi linaloweza kuhitaji huduma ya upasuaji na tukapunguza kiwango cha ulemavu au tukamaliza. Hilo ni kundi la kwanza. Kundi la pili, tuliwakuta ambao hawawezi kufanyiwa upasuaji, lakini wanaweza kusaidiwa vifaa vya kutumia kama vya kuonea, vya kutembelea, pamoja na baiskeli hizi za walemavu, viti mwendo. Kwa hiyo tuliwagawia viti mwendo zaidi ya 250 kwa waliohitaji. Kundi la tatu tulilolikuta ni kundi ambalo linaweza kuishi na ulemavu, hawawezi wakafanya kitu, lakini wale walezi wao tunaweza kuwasaidia kuwa na kitu cha kufanya ili hao watu waendelee kuishi. Kwa hiyo kwenye huo mradi tulikuwa na sehemu ka kuwasaidia, tunamuuliza unataka kufanya nini? Tukujengee uwezo, tukupe na kamtaji, ufanye kitu ili kumsaidia huyu mlemavu aendelee kuishi. Tunaweza tukawapata hao watu nyumbani kwao? Tunaweza kuwapata na tutawapeleka kuwaona na mtazungumza nao kwa habari ya hicho tulichofanya kwao. Sawa. Baada ya sasa ya kuwa unajua kadri miaka inavyokwenda na maisha yanabadilika. Tulianza yamkini na wakoma, wamekatika vidole, miguu, sijui sura, nyuso zinakuwaje. Je, baadaye tukastukia kwamba tunahitaji tena kuongeza makundi mengine kama ya wenye changamoto ya afya ya akili. Mliendaje hapa kwenye kamchakato kutoka huku kwenye ukoma mpaka hapa tulipo, na sasa nasikia saa hizi mnahudumia wenye changamoto za afya ya akili, watoto wa viungo na nini na nini na nini? Mradi wa ukoma umeendelea kuwepo na kambi ipo, na tunaendelea kuwahudumia wale waliopata madhara makubwa ya ukoma wakawa walemavu. Tunachofanya kwao ni nini? Hao wakoma, moja, tunawatunza kambini, ni kambi ya jamii. Tunawatunza, na kama mtu ana magonjwa ya kawaida ya kibinadamu tunamtibu bure. Lakini pia tunawalisha chakula. Na hapa nataka kupeleka sifa kwa serikali yetu. Hapa boda mara nyingi kuna vifaa vinakamatwa vya magendo vinavyokwenda nchi jirani, vinavyovushwa. TRA wakikamata hivi vitu, wanapovigawa kwenye vituo vya malezi, huwa serikali inatupa na sisi sukari, mafuta,
mchele kusaidia kambi ya walemavu. Wow. Kupitia ofisi ya wilaya na kupitia ofisi ya mratibu ya mkoa. Hawajatuacha nyuma. Kwa hiyo wanatusupport na wafadhili pia wanatusupport kuisaidia hiyo kambi, na watu binafsi pia, makanisa, watu binafsi. Wewe mwenyewe umekumbuka birthday ya mzazi wako, unataka ufanye tendo la huruma kwa wanadamu, unaweza kuleta sabuni na vitu vingine. Kweli Watanzania wamefanya hivyo vizuri. Sasa wao pamoja na hiyo tiba tulitengeneza karakana ya kutengeneza miguu bandia. Kwa hiyo hapa kwetu tuna karakana ambayo utaitembelea, inatengeneza miguu bandia kwa hiyo katwa miguu chini ya magoti na juu ya magoti. Tunasema below the knee and above the knee. Na wazungu hao wamekuwa tusaidia, tunawatengenezea bure hao wakoma. Lakini pia Mtanzania mwingine akihitaji tumtengenezee miguu bandia, tutamtengenezea kwa gharama ndogo tu. Kwa hiyo huduma iko hapa Tanzania na hapa kwetu Shirati ipo. Sasa tulipogundua kwamba kwa wale wagonjwa 1000 waliotokana na mradi kuna kundi linalohitaji upasuaji, tuliwasiliana na marafiki wa Shirati, Friends of Shirati, tukamwambia sisi kama hospitali tuna uwezo wa kufanya hizi huduma za upasuaji za kibingwa, wanasema orthopedic surgeon, lakini hatuna uwezo wa kuzifanya kwa sababu hatuna daktari bingwa hapa. Namba 2, hatuna uwezo wa kulipa gharama. Kwa hiyo wakatuambia tuwatafute madaktari bingwa wanaoweza kuja Shirati kama wanaotembelea, na tuambie gharama za kila mgonjwa. Kwa hiyo miaka 2 iliyopita tuliongea na hospitali ya Bugando, hospitali ya kanda inayotulea, wakakubali kututumia daktari bingwa wa mifupa kila baada ya miezi 3 hapa kuja kufanya upasuaji na huduma zingine za kitiba kwa wagonjwa wenye tatizo la mifupa. Lakini tukawakubaliana kwamba watatufanyia na za hao watoto wanaohitaji reconstructive surgery. Na Friends of Shirati wakakubali kwamba kila mtoto atakayefanyiwa watalipa. Kwa hiyo mpaka naongea na wewe leo tumeshawafanyia watoto 80. Wengine wana miguu kifundo, wengine walikuwa na matege yale makubwa wameweza kunyooshwa, wengine ni wagonjwa waliopata ajali mbalimbali, mifupa sio ilifanyaje, wameweza kusaidiwa na waweza kutembea, na wengine ambao walihitaji miguu bandia wamesaidiwa. Kwa hiyo huu mradi unaendelea mpaka sasa. Kila baada ya miezi 3 kuna daktari bingwa hapa anayekuja kufanya upasuaji kwa wagonjwa wenye matatizo ya mifupa. Na wale walioko kwenye kundi la mradi huu, kwa wale waliotambuliwa tu na mradi unaendelea kuwalipia kupitia marafiki wa Shirati. Sasa katika kufanya hayo tukawaza hawa watoto wenye matatizo ya mtindio wa ubongo tunafanya nini na wao? Maana tulipokwenda kwa wazazi wao na ndugu zao tulikuta wengine hawapelekwi hata kanisani, hata shuleni wamefichwa ndani, hawawatoi kabisa, wao ni kero kwao. Hata wengine hawapelekwi hospitalini. Kwa hiyo kwa kuwa tuliwatambua na taarifa hii tulisubmit wilayani, inajulikana kwenye wilaya yako, kwenye kaya hii kuna mtoto wa hivi. Friends of Shirati chini ya Professor Niels waliomba tuwakusanye wanaoweza kukusanyika, tuzungumze kwa pamoja, tuone tunaweza kufanya nini. Kwa hiyo tumekuwa na tabia ya kuwakusanya kila baada ya muda fulani, tunazungumza na wazazi wao, kuwapa elimu juu ya namna ya kuishi na binadamu kama binadamu wengine. Tunajaribu kuambia pia kuwashirikisha kwenye shughuli za jamii za kawaida. Shughuli za jamii ni nini? Kama mnalima nendeni nao mashambani, kama mnaenda kusali nendeni nao kusali, kama mnakwenda shuleni nendeni nao mashuleni, na kwenye gathering mbalimbali wajisikie kuwa sehemu ya jamii. Lakini kwa sababu wengi wao ni watoto, tucheze nao. Kwa hiyo tumekuwa tukiwapa skills za namna ya kucheza nao, kushirikiana nao, kula nao, kufurahi nao walau mara moja. Na wale walioonekana wanahitaji matibabu, shirika hili huwa linatoa vifaa vya matibabu. Lakini kati yao kuna walioonekana wanahitaji vifaa vya kuwasaidia kuishi. Shirika hili pia limekuwa likitoa sehemu kidogo ya fedha kulingana na mahitaji. Wengine wamesaidiwa hata kupata sehemu ya kulala. Wengine wamesaidia kupata hata kitanda au kitu kingine aweze kulala mahala pazuri. Sababu wakati mwingine ni ngumu kumwacha alale na mwenzake. Inakuwa kero au anaweza kumjeruhi pia. Anaweza kumjeruhi, hata yeye mwenyewe anaweza kujeruhi kwa sababu uwezo wake wa uelewa ni wakati mwingine ni tofauti. Yes. Tumefika kwenye nukta ya mwisho ya kipindi hiki, lakini tutaendelea kukuletea makala nyingine kutokea mahala hapa kwa sababu tumekuja kwa ajili ya kufanya kazi hii. Mwongozaji wa kipindi alikuwa Mwamini Andrea na mpiga picha mkuu alikuwa Abdul Malik Jabiri. Nami ni Tuma Dandi.
mara nyingine, wakati mwingine.